tuna rasilimali za madini hapa sisi ambazo we call it in the energy aspect critical minerals, ambazo sasa hata kushusha bei ya hizi labda panel na betri tukiweza kutumia vizuri haya madini tulionayo. Kwa hiyo hapo na kuonyesha ushirika uliopo kati ya nishati na madini. Ile move sasa ya kuongeza access to electricity, kwamba tukifanya tathmini yote ya vyanzo tulivyonavyo, tuna target nyingi. Kwa mfano kwenye dira ile National Development Vision ya 2050, sisi in the energy sector tunatakiwa kuwa na 8,000 megawatts from the now, which is maybe half of it. Sasa unajiuliza na hii ni by 2030, miaka 4 ijayo, tutafanyaje? Kwa hiyo we are exploring vyanzo vingine kwenye power sector. Mojawapo ni hiyo ya nuclear ambayo mwenzetu ameisema, lakini hata kwenye nuclear kuna madini, kwa mfano graphite na mengine yana mchango mkubwa. Kwa hiyo na kupitia chama chenu sasa tungefurahi sasa kuwa really champions wa hizi agenda. The first task to chama chenu ile awareness kwenye upande wa nuclear, tuanze jamani sasa hivi. Maanake ukisema tu nuclear kila mtu huko hii sasa tunasikia yanayotokea huko duniani, lakini sisi tunaangalia katika uzalishaji wa umeme. Wenzetu TAIC ni regulator kwenye hii discipline. Ukienda kwenye kilimo wanatumia nuclear, kwenye afya hizi X-ray na zingine, na kwenye elimu inawezekana wakati tunafundishwa hata kwenye maabara zetu tuna touch base kwenye nuclear. Kwa hiyo sasa tunaomba ili na nyinyi mjipambanue ili swala la kutoa awareness. Na sisi KPI kwenye nuclear ni yani tunahitajika sasa tutoe awareness kwa jamii yetu na wadau wengine kuhusu umuhimu wa nuclear katika kuzalisha umeme. Hakuna viwanda vya uhakika bila umeme. Hakuna uchumi wa kidijitali bila nishati thabiti. Hakuna maendeleo ya afya, elimu, miundombinu bila upatikanaji wa nguvu za kutosha na endelevu ya umeme. Kwa hiyo tunapozungumzia nishati, tunazungumzia mustakabali wa taifa letu leo na kesho. Katika dunia tunayokabiliana na mabadiliko ya tabianchi, nishati safi ni siasa ya uchumi na mazingira. Tanzania ikiwa ni sehemu ya jumuiya ya kimataifa, tuna wajibu wa kuchangia katika juhudi za kupunguza uzalishaji wa gesi chafu, huku tukihakikisha maendeleo yetu hayakwami. Zaidi ya hapo, SMR linaweza kujengwa karibu na maeneo yenye vyanzo na matumizi makubwa ya nishati kama viwanda vikubwa, migodi au mikoa ya mbali na gridi ya taifa. Hii inaweza kusaidia kusawazisha upatikanaji wa umeme nchini na kupunguza gharama za usafirishaji wa nishati. Sheria ya nishati ipo kwa ujumla, ni general. Yaani hakuna sheria ambayo ina favor mtu wa renewable, wa fossil, wa nani renewable au masuala ya gesi. Hakuna sheria ambayo, yani sheria ya nishati iko in general, lakini sio wote wanatambua kuhusu hiyo sheria. Utakuta watu wa gesi hawatambui sheria ile na kusema nini kuhusu wao. Kwa wanaweza wakavifanya vitu ambavyo sio vya upande wao, alafu wakahisi wenyewe vipo sehemu yao. Kwa hiyo sisi kama TEA tunaweza kuwasaidia kwa kuwashauri, lakini pia kuwaelimisha kuhusu sheria ya upande wao na vitu gani wavifanye na vitu gani wasivifanye. Tuna plani ya kuwa kufanya elimu, kutoa elimu kuhusu matumizi ya nishati, lakini pia kutoa elimu kuhusu nishati sahihi na matumizi sahihi ya nishati, ambao watu wengi sana wamekuwa wakikosa hiyo elimu. Mfano hata ukiangalia kwenye matumizi ya umeme tu, watu wa hali ya chini hawana elimu kabisa kuhusu matumizi ya umeme, na wanakosa kupata elimu kwa sababu tunasema barrier, mipaka. Mwingine anachojua yeye ni kuandika request, akaomba TANESCO, akaomba avutiwe umeme, anapewa utaratibu, lazima ifanyike wiring,
Ikifanyika wiring atafanywa installation. Yeye anaanza kuchomeka switch socket na vitu vingine, hajui kitu gani kinatakiwa kifanyike na matumizi gani ya umeme sahihi yanatakiwa yawepo pale. Kwa hiyo sisi kama TEA tutakuwa mawakala, sio tu sio mawakala kwamba tutakuwa tukitoa workshop labda training, no. Tutakuwa mawakala pia wa TANESCO, mawakala watu wanaohusika na sola, kuwaeleza kwamba bana kuna hii nishati huku kijijini hakujafika TANESCO. Kama hakujafika TANESCO kuna kitu gani mkifanye? Huku kuna TANESCO, kama kuna TANESCO kuna kitu gani mkifanye? Kwa nini matumizi yako ya nishati ni makubwa? Kama matumizi yako ni makubwa, kuna wengine anapiga simu TANESCO analalamika, matumizi yangu ya nishati ni makubwa, pasipo kujua matumizi sahihi ya nishati ni yapi.